Nini mambo leo, na hili ni lisaa la pili na muda huu na kusogezea kile kipengele cha fahamu mchezaji. Na hichi kipengele ndio kimebeba kichwa cha habari cha kipindi cha leo, title, headline. Bwana, fahamu mchezaji Peter Shalulile. Dona anasema tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka 2026 sikukuu ya taifa kutakuwa na Simba Day. Okay, asante Don Franco kwa ujumbe wako. Asante kwa kutukumbusha. Wale mlioniahidi jezi jamani, siku zawadia. Fanyeni jambo. Mshambuliaji anayetafutwa na Simba Sports Club anakwenda kwa jina la Peter Shalulile. Jina lake halisi ni Peter Shalulile. Amezaliwa Oktoba 23 mwaka 1993. Amezaliwa tarehe moja na mimi mwezi mmoja. Mwaka hapo kuna namba moja tu, hiyo ya mwishoni ndio tumepishana. Shalulile. Kumbe tunasherehekea birthday siku moja kabisa. Amezaliwa pale nchini Namibia. Nafasi yake anapokuwa uwanjani ni mshambuliaji wa kati namba 9. Urefu wake ni takribani mita 1.74. Shalulile anatumia mguu wa kulia. Shalulile ni mmoja wa washambuliaji bora waliowahi kucheza ligi kuu ya Afrika Kusini, PSL. Shalulile anajulikana kwa uwezo mkubwa wa kufunga mabao, kasi ya kushambulia nafasi, presha kubwa ya mabeki na kufanya kazi kwa bidii muda wote wa mchezo. Historia ya Shalulile katika soka: mwanzo wa safari pale Tura Magic Namibia. Shalulile alianza safari yake katika klabu ya Tura Magic FC nchini Namibia. Hapa ndipo alipoanza kuonekana kama mshambuliaji mwenye uwezo na kufunga na kuisaidia timu kupanda ngazi. Highlands Park mwaka 2015 hadi mwaka 2020. Baada ya kuonesha kiwango kizuri Namibia, alihamia Afrika Kusini kucheza Highlands Park. Hapo ndipo jina lake lilianza kukua zaidi, akiwa pale kwa Madiba kwa Nelson Mandela. Shalulile. Takwimu zake zinaonesha kwamba Shalulile alifunga mabao mengi na kuwa mmoja wa washambuliaji hatari wa ligi. Shalulile kwa msimu wa mwaka 2019-2020 alitoa tuzo ya mfungaji bora wa PSL baada ya kufunga mabao 16 kwenye ligi. Mamelodi Sundowns kwa mwaka 2020 hadi 2026 ndio timu ambayo Shalulile amekuwa akiichezea hadi mkataba wake ulipomalizika. Huu ndio uamuzi uliobadilisha kabisa kiwango chake. Shalulile alisajiliwa na vigogo wa Afrika Kusini, Mamelodi Sundowns FC mwaka 2020. Katika Sundowns, Shalulile alikuwa miongoni mwa wafungaji wakuu. Alishinda mataji mbalimbali. Alikuwa tishio kwenye mashindano ya ndani na Afrika. Takwimu zake za Sundowns zinaonesha zaidi ya mabao 60 ya ligi katika kipindi chake cha mchango mkubwa wa ushindi wa timu ya taifa Namibia. Shalulile ni nahodha na mmoja wa wachezaji muhimu wa timu ya taifa ya Namibia. Amecheza mechi nyingi na amekuwa mfungaji muhimu wa taifa lake. Hongera Shalulile. Ubora wa Peter Shalulile uko hapa. Uwezo wa kufunga. Hii ndio silaha yake kubwa. Shalulile hafanyi mambo mengi yasiyo ya lazima. Shalulile akipata nafasi ndani ya boksi mara nyingi huwa hatari. Shalulile ana uwezo wa kufunga kwa miguu yote na kichwa. Si mguu wa kulia wala wa kushoto, na miguu ikikosa basi hutumia kichwa. Kasi na kukimbia nyuma ya beki ni ubora mwingine wa Peter Shalulile.
Tofauti na washambuliaji wengi warefu, yeye si tegemezi wa nguvu pekee. Anatumia kasi, timing nzuri na movement nzuri bila mpira. Mara nyingi huwakimbia mabeki kabla hata hawajajipanga. Pressure kwa mabeki. Hiki ni kitu kinachomfanya Shalulile awe tofauti. Yeye si mshambuliaji anayesubiri mpira tu. Anasaidia kukaba kuanzia juu, kulazimisha makosa ya mabeki na kufunga nafasi kwa wenzake. Sundowns ilimthamini sana kwa kazi hii. Asante sana Shalulile. Uzoefu wa Shalulile kwa mechi kubwa. Amecheza ligi ya Afrika Kusini. Amecheza CAF Champions League na amecheza mechi za kimataifa. Hivyo Simba ikimchukua inapata mchezaji mwenye uzoefu wa presha kubwa. Nguvu za Shalulile kwa Simba Sports Club. Kama Simba ikifanikiwa kumpata, wanaweza kupata haya mambo yafuatayo. Okay, for the boy anasema sijui. Okay, tuko pamoja. Tuendelee kumnyumbua Shalulile. Jina lake kwa kweli nimelipenda, Shalulile. Kama Simba ikifanikiwa kumpata Shalulile, watakuwa wamepata mfungaji wa uhakika. Simba imekuwa ikihitaji mshambuliaji mwenye uwezo wa kufunga kwenye mechi ngumu. Uzoefu wa Afrika. Katika mashindano ya CAF, mshambuliaji mwenye akili ya mashindano ni muhimu. Simba ikifanikiwa kumpata Shalulile, itainua kiwango cha washambuliaji wengine. Yaani, ushindani wa ndani ya kikosi, mambo yatakuwa mazuri. Anaweza kuwa reference point ya timu, yani kiongozi wa safu ya ushambuliaji. Asante sana Shalulile. Mapungufu ya Peter Shalulile ni pamoja na hakuna mchezaji mkamilifu. Changamoto zake zinaweza kuwa umri. Akiwa amezaliwa mwaka 1993, yupo kwenye hatua ambayo klabu lazima izingatie miaka ijayo. Sio dribbler mkubwa, si aina ya mchezaji anayepita mabeki wengi kwa chenga kama winga. Akikosa huduma nzuri, anaweza kutoweka mchezo. Anahitaji viungo wanaoweza kumpa mipira ya mwisho. Kwa nini Simba wanamtaka Shalulile? Fodhoboy anasema dada Feitoto usajili wake upokei kwenda Simba. Upoje kwenda Simba? Tetesi zinasema kwamba Simba wanamtaka Faisal, lakini bado klabu yake ya Azam imemshikilia. Imeendelea kumhifadhi. Karibu Tanganyika Productions, tukuprintie kikombe namna hii. Umeona kinavutia? Karibu sana. Kwa nini Simba wanamtaka Shalulile? Sababu kuu zinaweza kuwa wanahitaji namba 9 mwenye uzoefu. Simba inataka mshambuliaji anayefunga, si anayejifunza. CAF Champions League. Katika Afrika, timu zinahitaji mshambuliaji anayejua kufunga dhidi ya wapinzani wakubwa. Ushindani na Yanga. Kupata jina kubwa kama Shalulile kungekuwa ujumbe mkubwa kwenye soko la Tanzania. Taarifa za hivi karibuni zimehusisha Shalulile na klabu kubwa za Tanzania ikiwemo Simba na Yanga baada ya hali yake kubadilika Sundowns, ingawa hakuna uthibitisho wa usajili rasmi wa Simba kwa sasa. Shalulile akilinganishwa na washambuliaji wa Tanzania, hapa tunampa maxi kwa alama za nyota. Nyota ngapi? Kufunga, Shalulile anapata nyota 5. Kasi yake ni nyota 4. Uzoefu Afrika nyota 5. Nguvu mwilini nyota 4. Chenga nyota 3. Pressing nyota 5. Kwa kuhitimisha, tunasema kwamba Peter Shalulile si mshambuliaji wa show, ni mshambuliaji wa matokeo. Simba ikimpata Shalulile
itakuwa imepata mfungaji, mpiganaji, mzoefu wa Afrika na mchezaji wa mechi kubwa. Lakini swali kubwa litakuwa, je, Simba iko tayari kulipa gharama kubwa kumpata mshambuliaji ambaye anaweza kubadilisha kabisa nguvu ya ushambuliaji wa timu? Ikiwa unajibu la swali hili, drop comment yako hapo chini na sisi tutaendelea kujifunza kutoka kwako.